Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba hakutakuwa na majeshi ya Uturuki pamoja na Qatar katika kile kinachotajwa kama bodi ya amani iliyoundwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Bodi hii ya amani inaonekana kupingwa vikali na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini ni baada ya baadhi ya mataifa kujumuishwa katika bodi hiyo. Miongoni mwa mataifa yaliyojumuishwa ni pamoja na Uturuki pamoja na Qatar, miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na uhusiano mbaya na Israel. Kwa hivyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba hayupo tayari kushirikiana na mataifa hayo katika kile ambacho Marekani kupitia rais wake Donald Trump wanaamini ndiyo bodi ya amani. Waziri mkuu huyo amesema hakutakuwa na wanajeshi wa Uturuki au Qatar huko Gaza, huko kukiwa na mzozo na Marekani. Netanyahu alisema Israel inakaribia awamu ya pili ya mpango wa Trump, ambayo ni hatua inayofuata ya makabiliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliapa siku ya jana Jumatatu kwamba hakuna askari wa Kituruki au wa Qatar atakayekuwepo Gaza, akisema kuwa Israel ina mzozo fulani na Marekani kuhusu suala hilo. Netanyahu aliyasema hayo wakati wa mjadala mkali wa saini 40 katika kikao cha bunge la Senate na kufuatia tangazo la hivi karibuni la rais wa Marekani Donald Trump la kuundwa kwa bodi ya amani ya Gaza, ambayo inajumuisha uwakilishi wa Uturuki na Qatar. Wanajeshi wa Uturuki au Qatar hawatakuwa katika ukanda huo, waziri mkuu alisisitiza. Tuna mzozo fulani na marafiki zetu nchini Marekani kuhusu muundo wa baraza la ushauri ambalo litambatana na michakato huko Gaza, alisema waziri mkuu huyo. Netanyahu alisema Israel inakaribia awamu B ya mpango wa Trump, ingawa Israel bado inasubiri kurejeshwa kwa mabaki ya mateka aliyeuawa Ram Gvil kama ilivyoainishwa katika hatua ya kwanza ya makubaliano, lakini hili bado halijafanyika, anasema waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, waziri mkuu huyo anadai kwamba Israel haikushirikishwa na Marekani katika mpango wa bodi ya amani iliyoundwa na Rais Donald Trump, na hivyo bodi hiyo haikupata ithibati kutoka kwa Wayahudi, kwa maana kutoka kwa Israel. Netanyahu amethibitisha kuwa ukanda wa Gaza utasalia bila wanajeshi wa kigeni. Awamu B inamaanisha jambo moja rahisi: Hamas itapokonywa silaha na Gaza itaondolewa kijeshi, alisema waziri mkuu huyo. Tumejitolea kwa malengo haya na yatafanikiwa ama kwa njia ngumu au rahisi, waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliongeza. Netanyahu pia alionya Tehran dhidi ya kuishambulia Israel. Ikiwa Iran itafanya makosa na kutushambulia, tutajibu kwa nguvu ambayo haijawahi kujua, alisema kiongozi wa upinzani Yair Lapid. Yesh Atid kwa jina lingine alimkosoa vikali Netanyahu kufuatia matamshi yake, akimtuhumu kutengwa na Trump. Rais Trump alitangaza juu ya kichwa chake muundo wa kamati ya uongozi ya Gaza. Lapid alisema huu ni mpango ambao rais wa Marekani Donald Trump aliamua kuitenga Israel katika mapambano yake. Pia limefanya baadhi ya mataifa kukosa uhuru wa kujiunga na mpango wa amani katika ukanda wa Gaza. Mataifa mengi yameitwa katika mpango huo, lakini moja kati ya jambo ambalo wa Israel wanasema ni kwamba hawapo tayari kuiona Doha na Istanbul ambao ni washirika wa kiitikadi wa Hamas wakialikwa kuendesha Gaza. Pia alikosoa uundaji wa kamati ya wanateknolojia iliyopewa jukumu la kusimamia maisha ya kila siku huko Gaza. Najua unajaribu kupunguza hili, lakini jambo kuu katika kamati ni mamlaka ya Palestina, alisema. Kuhusu tangazo la bodi ya amani, Lapid kwa upande wake alisema kulikuwa na chaguo mbili jinsi muundo wake ulivyoamuliwa: ama ulikubali nyuma ya migongo yetu kwamba Uturuki, Qatar na mamlaka ya Palestina zitakuwa Gaza, au Trump hachukulii kwa uzito hata kidogo, kiongozi wa upinzani alimwambia waziri mkuu. Trump amegundua utaratibu wako wa kufanya kazi, anaelewa kuwa uko katika mwaka wa uchaguzi na kwamba unaogopa kushindwa, Lapid alisema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.